Na hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye TV47 Weekendi, tukufahamishe taarifa ambazo zimechipuka siku nzima ili tukufahamishe uzidi kumakinika wakati huu wa sherehe na shamra za sikukuu ya Krismasi. Karibu sana, lakini kwanza tupate muktasari. Yajayo kwenye TV47 Weekendi. Zaidi ya familia 100 zimelazimika kutafuta hifadhi katika shule ya msingi ya Sankale baada ya nyumba zao kuchomwa, huku washukiwa wawili wakikamatwa kutokana na machafuko hayo. Mfanyakazi mmoja raia wa Uturuki anayefanya kazi nchini pamoja na familia yake wanakabiliwa na hatari ya kufukuzwa nchini kufuatia madai ya kuhusishwa na vuguvugu la Gulen nchini Uturuki. Kwa miaka mingi, wakazi wa Mukutani katika kaunti ya Baringo wameachwa na majeraha ya kudumu, lakini sasa kuna matumaini. Tutakujuza namna ilivyo kwa sasa. Na mtazamaji, karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa hizi kwa kina. Wanakwetu wananiita Joasho Nsare, mfasiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja mtazamaji, tunaangazia taarifa kutoka maeneo ya Transmara, na ni kwamba zaidi ya familia 100 zimelazimika kutafuta hifadhi katika shule ya msingi ya Sankale mjini Transmara baada ya nyumba zao kuchomwa moto. Vile mtazamaji, hivi sasa washukiwa wawili wamekamatwa kutokana na machafuko hayo. Mwandishi wetu Elizabeth Atieno na taarifa hii. Shule hii ya Sankale ndiyo kimbilio na makao salama kwa familia 123 ambazo nyumba zao ziliteketezwa kufuatia rabsha inayoshuhudiwa katika maeneo ya Transmara kusini na magharibi katika kaunti ya Narok. Tumeuliwa watoto wetu wawili na ni watoto watoko ambaye ako grade 7, mwingine ni ya grade 1. Ila hali inazidi kuwa ya kutamausha katika shule hii. Mawe haya yaliyosalia wazi bila miale ya moto au kuni yakiashiria njaa iliyokithiri. Maji pia ni haba. Tunamwona mama huyu akiandaa malazi ya wanao ambao wanalala sakafuni. Tuko shule. Sisi tuko shule hapa. Tumekuja na watoto shule na hakuna chakula ya kukula. Hakuna kabisa. Tangu tulikuja hapa, serikali hajasaidia sisi, watoto hakuna kitu wanakula. Tumewacha mahindi kwa huko yamechomeka na nyumba. Sasa hii tunalia. Hakuna kitu tunakula. Wakazi waliojawa na hamaki wamepiga kambi nje ya lango kuu la shule hii wakitoa wito kwa serikali kuingilia kati na kusuluhisha hali ya vuta ni kuvute inayoshuhudiwa kati ya jamii zinazozozana. Sasa hii serikali tunaomba usaidizi. Watu wenye wako na makao sawa wameenda. Sasa hii tunateseka, tuko kwa shule. Sisi hatuna makao yetu. Hali inapozidi kuwa tete, viongozi wa kanisa wamejitokeza na kuombea amani idumu katika eneo la Angata Barikoi, huku wakishutumu vikali vita vya kikabila vinavyoshuhudiwa. Tunaona vita pale Transmara na haionyeshi picha mzuri, haionyeshi upendo. Nchi yetu miaka hii haistahili kuwa na vita. Jamii zote tunastahili kuhubiri upendo. Kwa nchi yetu tuna decree ya kwamba kuwe na amani. Hata katika msimu huu wa Christmas tunahitaji amani. Na sasa maafisa wa usalama katika eneo bunge la Transmara South wamewakamata washukiwa wawili wanaodaiwa kueneza vurugu hizo. Washukiwa wengine wawili bado wakisakwa. Hapo jana serikali iliidhinisha kafyu ya kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni ili kudhibiti hali hiyo ambayo imesababisha vifo vya watu zaidi ya 7. Kuanzia leo tutapeana ulinzi throughout. Usiku na mchana tutapeana ulinzi, na ndio maana tumeongeza maaskari.
Zaidi ya familia 1800 zimeachwa bila makao kufuatia mgogoro huo wa siku 3 katika mtaa wa Angata Barikoi, huku shirika la Msalaba Mwekundu likiweka bayana kuwa akina mama, watoto na walio na ulemavu ndio wameathirika pakubwa. Kwa sababu bado tu nafikiri kama wiki 1-2 shule zinafunguliwa na watoto warudi shule. Naona mnani? Sasa hataki shule zifunguliwe tena tuwe na shida ya watoto kwenda kuingia kwa madarasa. Maeneo yaliyoathirika na rabsha hizo ni Kararu, Oldonyo Orok, Siteti, Ratiki, Ololoma, Kerinkani, Kona, Isokon, Kondame, Olkiroti, Kapkeres, Mashangwa, Lolgorian, Sachangwan na Angata Barikoi. Elizabeth Atieno, TV47. Tuangazie taarifa nyingine. Mfanyakazi mmoja raia wa Uturuki anayefanya kazi nchini pamoja na familia yake anakabiliwa na hatari ya kufurushwa nchini kutokana na madai ya kuhusishwa na harakati za Gulen nchini Uturuki. Mustafa Gongor alikamatwa na polisi jana Jumamosi pamoja na familia yake. Mashirika ya kutetea haki za binadamu wanahofia kuwa serikali ya Kenya inaweza kumrudisha nchini Uturuki, hatua ambayo wanasema ni kinyume cha sheria, wakieleza kuwa kufukuza kwake kunaweza kumweka katika hatari kubwa. Mr. Gongor is not a politician. He is not a political activist. He's actually a teacher. He came to this country as a teacher. He was validly registered as on a work permit, and then given the situation back home, he applied for asylum, which he was granted after vetting. And as you know, Kenya takes a long time to actually give that status. So we assume that due diligence was done. And as I mentioned earlier, the United Nations Humanitarian Agency have duly recognized him as a refugee, and therefore he is protected under international law and Kenyan law. A refugee cannot be returned back to their country of origin for fear of persecution. That is the 1951 Refugee Convention, which has also been adopted in Kenya in the Refugee Act. Once you are in the country that is now hosting you, unless there are reasons to believe that you are conducting criminal activities or activities that are not in the interest of the state, and they have to be in court, not in a police station at Nairobi area. It has to be in court so that an impartial arbiter can make that determination that in fact you have breached the terms of your refugee status and you need to go back home. But remember, Mr. Mustafa Gongor is saying, if you take me back to Turkey, just like the other 4 Turkish nationals, you may never find me again. Tuangazie mengine. Mashirika ya kijamii, shule, wazee wa vijiji na wahudumu wa afya ya jamii wanalalamika kuwa ongezeko la ukeketaji kwa wanawake na wasichana katika eneo la Mauche, Njoro, kaunti ya Nakuru vimezidi. Zaidi ya wanawake na wasichana 100 wamekeketwa mwaka 2025 pekee. Mwanahabari wetu Mike Chalo anaarifu. Wanawake 100 wamepashwa tohara eneo la Mauche, kaunti ya Nakuru mwaka huu. Hili ni kulingana na takwimu zilizokusanywa na wazee wa vijiji, wahudumu wa afya ya jamii na shule zilizopo eneo hilo. Wamama wenye wanaenda chandoni area hii wamekuwa wengi sana. So tumeokopa maisha ya hao wasichana wadogo. FGM has been a really problem in this area. We've had more than 100 girls. This year alone, we've had more than 100 girls go through FGM. And sadly, the parents are supporting FGM. Walimu wanalalamikia ongezeko la wasichana wanaoacha shule kutokana na kupashwa tohara na kuozeshwa wakiwa wachanga, huku kukiwepo na ongezeko la maradhi ya kuambukizana kama vile virusi vya ukimwi, kwani kisu kinachotumiwa jandoni kimekuwa kimoja. Found that in my school, I have 15 mothers, teenage mothers. And we also have girls who got pregnant, but they had no chance to come back to school. So you can see the cases of early pregnancy. It is live. Kuna wasichana wametahiriwa, unapata wengine wanapata magonjwa. Hizo magonjwa, kuna zingine hata hawezi kutibu kama HIV and AIDS. Wanawake walio kwenye ndoa wamekuwa mstari wa mbele kupashwa tohara, ili likichangiwa na mzozo wa kijamii. Wanasema wakati unaenda vita, if your wife
is not circumcised, you cannot go to the battleground. We are here to tell people that there are some of the practices that are outdated, that we need to put them aside, because we believe that the future of this country, the future of this world belong to the young people. Wito unazidi kutolewa kwa wanaume kuhusishwa kwenye hamasa dhidi ya ukeketaji ili kutupilia mbali ukatili huu ambao umekuwa ukiwaacha wanawake na makovu ya mwili na kisaikolojia, achia mbali magonjwa ya zinaa na matatizo ya uzazi. Kwa hiyo maneno ya ukeketaji sasa yeri letu hata vijana hata wao pia ile wanaume wafulana ile inaitwa boy child iangaliwe, kwa sababu amewachwa, amekuwa kama kichungi ya sharati. We are requesting the girls, kindly, let's ensure that what they have been trained here, they put it into practice so that they can have a better life. Mike Chelo, TV47. It used to be referred to as female circumcision. Tuangazia mengine. Siku 40 za wezi watatu wa kuku zilifika Jumapili katika mtaa wa Kayole mjini Naivasha baada ya wakazi wenye hasira kuwavamia wezi hao waliokuwa wakimwibia jirani wao kuku, huku wakiwapa kichapo cha mbwa kabla ya kuteketezwa. Mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru na taarifa hii. Moshi ungali watamba angani, wananchi wakitazama kwa masikitiko, wakitambua kuwa kikulacho kinguoni mwako, kwani wanaoangamia hapa ni majirani wanaowafahamu. Tunawaombea sana. Waashe hii mambo. Tukawaombea tu. Hata mimi niko na wajukuu. Nawaombea sana. Usiku wa kuamkia leo kuna watu ambao walikuwa wanaiba kuku, na wakati waliingia kwa boma walitoka na kuku. So wakati huko kwa hiyo boma wenye walikuwa naiba kuku kulikuwa na zile scrap metals. Sasa walikuwa narudi raundi tu. Inadaiwa kuwa washukiwa hao waliingia nyumbani kwa mfugaji wa kuku na kuanza kuwapakia, hali iliyopelekea kuzuka kwa makabiliano kati yao na mzee mwenye nyumba. Inasemekana mzee huyo aliwashinda nguvu na kuwapiga makonde. Alitorokea mahali hakuna penye anaweza toka, akarudi. Sasa ndio wakaanza kuungengana na ule mzee, na akaweza kuonga huyo mzee, akaweza kuonga mwizi rungu moja, na mwizi wakati ule mzee alishika huyo mwizi akiwa chini, ndio akagonga huyo mzee rungu mapua, na waribishana sana, ndio wakafika mahali watu wakachomwa. Baada ya kupata kichapo cha mbwa, washukiwa hao walimtaja mtu anaendesha mauzo ya mali hiyo ya wizi. Walimfuata nyumbani kwake na kumpa adhabu kama wenzao, hali iliyosababisha kifo chake baadaye. Nilipigiwa simu saa 11:30 na bibi yake. Akatuambia home amepatwa na ajali, ameambiwa ameiba. Na yeye ametolewa kwa nyumba, na kutoka saa 1 usiku alikuwa kwa nyumba. Sasa ikakuwa ametajwa aje achukuliwe. Wakati hawa walishikwa walitaja ule ndiye anatafutianga market. Hawa wakiiba ule ndiye anatafutanga market. Si walikuwa naiba kuku. Sasa ule ndiye ana market. Ule ndiye marketa wao mkubwa. Aidha, mahakama imetiliwa doa kwa ulegevu wa kushughulikia kwa ukali washukiwa wanaofikishwa mbele yake, huku malalamiko ya ongezeko la wizi katika eneo la Kayole yakizidi kushamiri. Wezi wamekuwa too much, na wezi wamekuwa wengi. Saa zingine pia judiciary pia wanatuangusha, kwa sababu wezi tukishika wezi tukipea polisi wakipeleka mbele, judiciary inaachilia wale wezi. Halikadhalika, vitengo vya usalama vimekashifu pakubwa tukio hili, wakiwaomba wananchi kuzingatia vitengo vya sheria hali kama hii inapojitokeza. Willy Dennis Njiru, TV47. Na mtazamaji, taarifa hizi za TV47 Weekendi unazidi kuzipata kupitia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Digital, akaunti yetu ya X @TV47 Digital, na vilevile kwenye akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya. Na unaruhusiwa pia kuacha ujumbe ili tuusome kadri muda unavyozidi kusonga, tukufahamishe mengi zaidi. Tunakupakulia taarifa ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Tuendelee kukuarifu na ni kwamba miaka ya migogoro katika kaunti ya Baringo imeacha mamia ya familia
zikikimbia makazi yao bila makao na kupambana kujijenga upya. Huku Mukutani ama katika eneo la Mukutani, baadhi ya wakazi waliokimbia mashambulizi ya mauaji miaka iliyopita sasa wanarejea nyumbani, lakini wanakutana tena na misiba na hali ngumu ya maisha. Kadri juhudi za kurejesha amani na kujenga upya makazi zinavyoshika kasi, bado kuna makovu ya migogoro na safari ndefu ya uponyaji. Sasa mzee wangu akafunjwa mguu, akagongwa risasi ya kichwa. Sasa sina mzee. Wakati kama huu mwaka jana ilikuwa vilio, risasi inalia huku na pale, jamii zinapigana, lakini sasa tumeweza kuona amani, jamii zinakaa pamoja vizuri, zinatangamana kwa sababu ya ile juhudi ambaye ofisa wetu wa usalama waweza kufanya wakishirikiana na wananchi pamoja na viongozi wote. Most of these communities that are here, particularly the Ilchamus community that are returning from the IDP camps, are actually members of the Community Forest Association for this particular area. And that's why Kenya Forest Service has an interest. One, to be able to have communities settle peacefully within the areas that is designated for settlement, and also avoid settlements in areas designated for conservation, that is our forest. Tuangazie mengine. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamekosoa vikali azma ya Rais William Ruto ya kusema kuwa taifa litakuwa kama Singapore, wakisema kuwa maono hayo hayana ukweli wowote. Viongozi hao wanasema Rais William Ruto tayari ameshindwa kutekeleza manifesto ya Kenya Kwanza inayojulikana kama bottom up. Mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Elizabeth Mutuku anatuarifu. Cheche zinaendelea kuzuka kuhusiana na azma ya Rais William Ruto kusema kuwa atapeleka taifa kuwa Singapore, azma aliyozindua wiki mbili zilizopita. Greatest, that is at the bottom. And so, over the last 3 years, we have made bold choices. Wakizungumza katika kaunti ya Kiambu walipohudhuria ibada ya Jumapili, vinara hao wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamemzomea Rais William Ruto kwa kile wanasema ni kuwahadaa wa Kenya kuwa taifa lipo bora na kuwa wanaelekea Singapore, wakisema kuwa ni kuwahadaa tu ilhali hajatimiza manifesto yake ya bottom up. It is not an easy matter. Kwa hivyo watu wasikubali udanganyifu wa viongozi ambao wanafanya maajabu. It is now, unaona nchi imekuwa ngumu sana, and there's such a thing as unachukua paka amekufa unatupa kwa watu. Viongozi hao kadhalika wanasema kuwa inasikitisha pakubwa kuona Rais William Ruto akitoa ahadi na bado anauza makampuni ya umma, na pia kuna ubadhirifu mkubwa wa fedha za umma kama ilivyoangaziwa na mdhibiti wa bajeti Daktari Margaret Nyakango, wakisema maisha ya Wakenya yanafinyiliwa na ufisadi, janga ambalo serikali ya Rais William Ruto haipo tayari kupigana nalo. This is how we are misusing public resources. 50 million shillings in a day. And you want us to go to Singapore that way? Yani Singapore. Wengine si wamejijengea tayari. Kwa nini utoleshwe pesa ya lazima? Haya ndio mambo tunaomba Kenya iweze kubadilika, na wananchi wenyewe na Mungu ndio uchagua serikali na wanabadilisha mpaka nchi inakuwa na usawa. Kwa upande wa viongozi wa ODM wanasema kuwa japo wanaunga mkono broad-based, hawana budi kutafuta njia yao mwaka 2027, wakisisitiza umuhimu wa kutekeleza ahadi na ajenda 10 za makubaliano aliyowacha hayati Raila Odinga. Mimi nataka niombe koti, kwa sababu wale ambao wamesimamisha mambo ya compensation
ni watu wa kotini. Tafadhali jaji wetu muachilie hiyo mambo ya compensation iendelee mbele, kwa sababu ni koti ambayo imeshikilia. If we really love Raila Odinga, if we really respect him, tafadhali, both of us in ODM and even on the UDA side, when we talk about when we talk about broad-based, let us also remember that we have a people's document. Kumekuwepo na sauti kinzani kuhusu mwelekeo wa chama cha ODM ifikapo mwaka 2027. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, taarifa hiyo ambayo inaangazia masuala ya Singapore ndo ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Fareke tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Fareke is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasukuru. CP unit ni Punet. So you guys knew about bigger. Sawa basi. Sema, that gave it the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You'll have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Next time you need fresh lemon juice, microwave a lemon for 7 to 10 seconds. Then
Roll the lemon back and forth under your palm on the counter. When you squeeze, you'll get more juice from the lemon with way less effort. Na mtazamaji, karibu tuzidi kukufahamisha taarifa hizi za TV47 Weekendi, na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, tunaendelea kukupa taarifa. Huku mbwembwe na shamra za Krismasi zikizidi kuteka anga, jamii ya ufugaji wa mbuzi kutoka kaunti ya Baringo wanatarajia kuvuna pakubwa katika mnada maarufu wa mbuzi wa Kimalel, maarufu wa mbuzi ambao ni Kimalel ulioanza jana na kutarajiwa kufika kilele hapo kesho. Hafla hiyo itakayohudhuriwa na Rais William Ruto, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Quinto Wafula. Wafugaji sasa wamekumbatia mfumo wa kidijitali katika mnada huu, jambo linalopunguza gharama kwa pakubwa. Katika kijiji cha Kapkuikwi, eneo bunge la Baringo Kusini, tunakutana na Samuel Kang'or, mfugaji mkongwe anayemiliki zaidi ya mbuzi 300, akiwa pamoja na maafisa wa mifugo. Hapa anachagua wanyama waliokusudiwa kuuzwa kwa mnada wa Kimalel. Lakini Mungu alituweka hapa na akatuweka na mbuzi, kwa sababu mbuzi inapenda mali upamawe. Haiwezi kwa mali tambarari hawezi kaa sana, lakini mali upamawe anapenda sana. The total goat population in Baringo is 1.3 million. Kabla ya mbuzi kuorodheshwa kwa ajili ya kuuzwa, maafisa wa mifugo na madaktari wa wanyama hufanya mchakato wa uteuzi, kila mnyama akikaguliwa ili kudhibitisha uzito wake halisi na kuhakikisha kuwa hana magonjwa, hatua inayolenga kuwalinda wanunuzi huku ikiwahakikishia wafugaji thamani halisi ya mifugo yao. The weight which is recommended is 40 kilos live weight, and the animals have to be healthy. Samuel anajivunia makubwa kutoka kwa mnada huo ulioasisiwa mwaka wa 1992 na hayati Rais Moi, ikilenga kusaidia jamii za wafugaji kupata soko ili kujiendeleza dhidi ya hali ngumu za maisha. Kwa sasa biashara imenoga, kiwango cha mbuzi mmoja kuuzwa hadi shilingi 20,000. Last year ilikuwa 15,000. Matarajio yetu leo kama sio 20 ni 18. Uzuri ya Kimalel wana time vizuri. Pa January mbuzi tunauza, pa January mbuzi pesa inatokea. Hiyo ndio visi. Karo inaenda. Tunasahau mpaka next year. Enjoy the Baringo goat, the best goat that you can ever get, naturally salted. Mnada wa mwaka huu utaashiria hatua muhimu ya mabadiliko katika historia ya Kimalel, kwani kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake, mauzo haya yanakumbatia dijitali. Wanunuzi sasa wanaweza kushiriki kwa njia ya mtandao, jambo linalopanua soko na kupunguza gharama kwa wafugaji. Serikali ya kaunti ikisifia mabadiliko haya ya dijitali kuwa njia mojawapo ya kuboresha sekta hiyo katika misimu yote, bali sio tu nyakati za sherehe. Tunauza online. Mtu anasema anataka kiasi gani, tunapika tunavaitia, anaangalia kwa picha ananunua. Na ile mambo ya kusema transportation kwa namna gani, ama kwa sababu tunaongea kwa simu, tunamalizana, napatia contact yangu, naweka mbuzi 3 hapo, yeye anangojea huko. Young people, innovative people have used technology to provide a platform for people to be able to buy their goats electronically, and that the goat shall be availed at your doorstep if you so want. Shughuli za kunadi zinatarajiwa kufanyika rasmi hapo kesho, ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuhudhuria kama mgeni rasmi. His Excellency the President, Honorable Dr. William Samoei Ruto, will preside over the culmination or the climax of the festivities that we are hosting this year. Quinto Wafula, TV47.
Na mtazamaji, sasa tuzamie taarifa za michezo, na ni kwamba kumeshuhudiwa vurugu mapema leo kwenye mechi baina ya mabingwa 21 wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia na timu ya Nairobi United, huku mashabiki wa timu zote mbili wakionekana wakipigana katika uwanja wa Dandora jijini Nairobi. Mechi hiyo ilitamatika kwa sare ya bao 1-1 muda wa kawaida, huku uchunguzi ukitarajiwa kufanywa kujua ni nini chanzo cha vurugu hizo baina ya mashabiki. Tuangazie mengine. Mashindano ya dimba la AFCON mwaka 2025 yatakuwa yanaanza rasmi usiku wa leo mwendo wa saa 4 usiku, huku waandalizi wa mwaka huu wakiwa ni Morocco wakifungua mechi yao ya kwanza dhidi ya Comoros. Mashindano haya yameleta pamoja mataifa 24 ambayo yalifuzu kwenye hatua ya makundi na yataendelea hadi tarehe 18 mwezi ujao. Kundi A inahusisha taifa la Morocco, Mali, Zambia na Comoros. Africa will get $1 million. You remember when I became president, they used to get 200,000, and then I doubled it to 400,000, and the objective is to make sure that every single one of the African nations get $1 million, and a significant amount of money of the $1 billion plan that we've announced over the last 8 years, over a period of 8 years that we announced in Addis Ababa. Tuangazie mengine. Peter Kaburu ndiye bingwa wa mashindano ya gofu ya Face of Charity ambayo yalifanyika katika klabu ya gofu ya Kiambu mapema leo. Kaburu alishinda kwa kunyakua jumla ya pointi 68 katika mashindano haya. Hayo yakijiri, Charity Njoroge alishinda taji la wanawake, huku Martha Njeri na Jamil Gasheru wakishinda katika upande wa vijana. Zaidi ya wachezaji 70 wa gofu walishiriki katika mashindano hayo yaliyofadhiliwa na Face of Kenya International, huku lengo kuu likiwa ni kuchangisha fedha kwa ajili ya watoto wanaokwenda shule wenye uhitaji katika eneo la Kajiado. Not push them to do this. They planned the event last year, Roiro Golf Club, which was another amazing, fantastic event. And today they've come to Kiambu Golf Club, and you can see the turnout has been amazing. And who knows about them coming to play internationally or them playing in a different club in Kenya, because we feel the support today. Already, when we launched Face of Kenya Club, many of these golfers have come to talk to me and said, I want to be part and parcel of the Face of Kenya Club. So for us, we can say success has been achieved, not for us, but for the young people who will be supported by the Face of Kenya project. We already had the captain of Nyandarua saying next time they would love us to play in Nyandarua. So yes, as the founder of Face of Kenya, I'm saying Face of Kenya Golf Tournament will be an annual event in Kenya during Christmas season. As we go to celebrate with our family, we first give back. Mtazamaji, dakika 30 zimekatika baada ya kutimu saa 1. Muda umeniruhusu kukupa taarifa hizo. Taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kimombo na mwenzangu Abubakar Abdullahi. Kufikia hapo natamatisha. Shukrani kwa kikosi chote kufanikisha taarifa hizi. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Catherine Simaloi, na mwelekezi wetu amekuwa Emmanuel Inonda. Kwaheri kwa sasa.